Boni Online TV. Ni wa Tanzania au si wa Tanzania? No. Kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi, umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu, mnapiga mabomu, mnatuharas, tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika nchi. Kwa nini mnatufanyia? Kwa nini mnatufanyia? Kwamba hatutaki kukaa kwenye ofisi yetu. Sasa mimi naweka nini? Sasa kama ni hivyo, kwa nini tupige mabomu? Mbona hiyo ni rahisi? Ujumbe umefika. Sawa? Ujumbe umefika. Twende tufanye press conference. Tutaenda huko polisi baada ya press conference yetu. Aende tu polisi kabla. Anahitajika sijui ni nani, kaimu OCD naye muhitaji nani? Uongozi wa kitaifa. Unahitaji uongozi wote? Ndio wa kitaifa. Wa nchi nzima tu, hata walioko Dar Yaani es Salaam. mdogo usongee hapa. Hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wapi, tofauti na taarifa ambazo tunapata. Na baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa, mmeona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa. Hiyo wenyewe tunafanya hapa, mnaona maji, watu wanatoa machozi. Mawakili wetu ndani ya nchi na nje ya nchi, akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa, na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa, wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia, akiwa mahakama ya hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kuraniwa kwa nguvu zote. Mwenyekiti na viongozi wa Chadema tumejikita kwenye kuelimisha umma, wananchi, umuhimu wao kuchukua hatua kuzuia kinachoendelea kutokea, kusiginwa kwa haki za binadamu na kupokwa mamlaka yao ya kufanya uchaguzi katika nchi hii na kuchagua viongozi wanaowahitaji. Kwa sisi hilo tumelichukua na tutalifanyia kazi, hata kama mwenyekiti hayupo, hata kama wakitaka kutukamata wote. Hii movement ya no reforms no election haitasimama. Kushikiliwa kwa mwenyekiti kwa Lissu ilikuwa ni matumizi makubwa sana, kwa sababu Lissu ni kiongozi ambaye angeweza kuitwa na akajipresent yeye mwenyewe polisi kwa muda ambao wangekubaliana, lakini kwenda kumkamata kwa kupiga mabomu na kutumia excessive power kwa mtu mmoja ambaye pia tunajua hali yake alionayo, ilikuwa ni kitendo cha kulenga kumdhuru zaidi, kwa sababu tunajua Lissu alipigwa risasi mwaka 2017 na hali yake ya afya wote tunaijua. Kwa nini tumie nguvu kubwa kama ile kumwarrest mtu ambaye tayari ana matatizo ambayo yamesababishiwa na kupigwa risasi? Lakini vile vile tukitaka kujua kwamba hili tukio ni tukio ambalo limelengwa katika labda kumdhuru Lissu au hata kumuua, ni hawa watu tangu mwaka 2017 Lissu alipopigwa risasi mpaka sasa hakuna uchunguzi wowote umefanyika na kutolewa kwa Watanzania ni kina nani walimpiga Lissu risasi na kwa nini hawajashikwa mpaka sasa. Kwa nini hakuna kesi yoyote ambayo imeshafunguliwa na watu kukamatwa kuwekwa ndani kwa tukio lile la kinyama? Chadema inaongoza kampeni ya kupinga vita ubadhirifu wa fedha za umma kama ilivyozungumza ripoti ya CAG, na hiyo iko kwenye ibara ya 27(2). Watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi
pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu wa mali za Tanzania. Kwa hiyo Chadema inachofanya, inasimama kwenye katiba ya nchi yetu kuhakikisha tunatetea rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.